preacher. Raundi hii tungelipenda kumlete mhubiri ili tupate kusikia neno la Mungu. Just lift up your hand and help me to bring a bump to the pulpit. Kwa hivyo nyanyua mikono yako juu na unisaidie kumleta mhudumu wa Injili. Hey, can you appreciate? Piga mikono. Piga makofi. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Amen. Haya, nipungie mkono tena tusalimiane. Amen. 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 God bless you. Bwana wabariki as you have a seat. Tunavyoketi. Amen. Amina. This is a good afternoon again. Ni adhuhuri njema tena. That the Lord has given me a brief moment to be with you. Bwana amenipa fursa fupi ya kuwa nanyi. So that we may be able to hear what God has for us. Ili tuweze kusikia Mungu ana nini kwa ajili yetu. In a brief way. Kwa wakati mfupi. Amen. Amina. We've been taught and taught and taught. Tumefunzwa na kufunzwa na kufunzwa. Especially today the Lord has spoken to us. Hasa leo Bwana ametunenea. And has proved that we are all his children. Na amethibitisha kwamba sisi sote ni watoto wake. And he has a portion for each one of us. Na ana sehemu ya kila mmoja wetu. I'm glad that I have not only taught and preached. Nimefurahi sio kwamba tu nimehubiri na kufundisha. But I have gone home with my portion. Lakini nimeenda nyumbani na sehemu yangu. The Lord has remembered me. Bwana amenikumbuka. I am so glad. Nimefurahi sana. The Lord has remembered me. Bwana amenikumbuka. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Amen. Amina. Today I want us to look at something this afternoon. Adhuhuri ya leo ningependa tutazame kitu. Now that we have heard about how the Lord can use us. Tumesikia jinsi Bwana anaweza kututumia. How we can move with the Lord. Jinsi tunaweza kutembea na Bwana. And we can seek him. Na tunaweza kumtafuta. Serve him. Tumtumie. And how we can enter into a new destinies. Na jinsi tunaweza kuingia katika hatima mpya. And survive every weather. Na tudumu katika kila hali. Let's hear now. Sasa tusikie sasa. And we learn. Na tujifundishe. And we go to class. Na tuende darasani. And we learn. Na tujifunze a few things. Vitu vichache. I want to talk about. Nataka kunena kuhusu. Conflict resolutions. Kusuluhisha shida. Ama matatizo. Matatizo. Kusuluhisha matatizo. As we move around our lives as women, tunavyoendelea na shughuli zetu kama wanawake, there are issues that come along our life. Kuna vitu ambavyo hutukumba. And sometimes as we try to resolve them, wakati mwingine tukijaribu kuvisuluhisha, we find ourselves getting deeper into them. Tunajikuta tunaingia kilindini mwayo. There was a time my mother would be knitting a cardigan. Kuna wakati mamangu angekuwa anashona sweta. A long time ago when we were small. Kitambo tukiwa wachanga. And then it reaches a point. Inafika wakati fulani. The uzi ile ambayo she is using. Huwa uzi anaotumia. It gets integrated or that it is. Inachanganyika. Inashikana. I don't know whether you are getting what I'm saying. Sijui kama unanielewa. Are you getting what I'm saying? Je, unanielewa? Sometimes she would tell us. Wakati mwingine angetuambia, take this. Chukua hii. And go somewhere there is space. Na uende mahali kuna nafasi. Because it is coiled on each other. Kwa sababu imeshikana. And she would tell you to try and bring it out. Na angekuambia jaribu uiondoe. And you'd find hiyo uzi imeshikana sana. Unaipata imeshikana. You need space. Unahitaji nafasi. Where you can remove this one and this one and put it out. Unaweza kutawanyisha na kuiweka kando. And there are times you could not even undo all of it. Kuna wakati hata ungeweza kumaliza kuitengeneza. To the extent that you'd be forced to cut. Ili kwamba ungelazimishwa kuikata. You cut. Unakata. Then you cut a big piece and tie the other one. Kisha unakata kipande kikubwa na kukifunganisha na kile kingine. I'm saying this. Nasema hivi.
as we continue in our lives, tunavyoendelea maishani mwetu, we meet people who have not been in a conference like this one. tunakutana na watu hawaja kuwa kwa kongamano kama hili. They have different perspective from ours. Wana mtazamo tofauti na wetu. And you are living with them. Na unaishi nao. You are working with them. Unafanya kazi na wao. Sometimes things might get out of control. Wakati mwingine vitu vinaenda vibaya. And you are not understanding why things are out of control. Na hauelewi kwa nini vitu vinaenda hivyo. There are times when we try to resolve them. Kuna wakati tunajaribu kuvisuluhisha. If we have not acquired the right skills, kama hatujapata ujuzi ambao unafaa, you find that you have confused yourself all the more. Unajikuta umejichanganyisha zaidi. So this is a moment huu ni wakati of acquiring skills. Wa kupata ujuzi. Can everybody say acquiring skills? Kila mtu aseme kupata ujuzi. Sema tena nisikie. Avia jirani yako jitayarishe. Mwambie jirani yako jiandae. To acquire skills now. Kupata ujuzi sasa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Conflicts. Matatizo. I want to tell you one thing. Wacha nikuambie kitu kimoja. They are part and parcel of life. Ni sehemu ya maisha. They come. Zinakuja. You don't expect them. Hauzitarajii. They just come. Zinakuja. So point number 1, I want you to know. Kitu cha kwanza nataka ujue. Conflicts are part and parcel of life. Matatizo ni sehemu ya maisha. When you conflicts arise, wakati matatizo yanatokea, you're not even understanding why. Hauelewi kwa nini. I want you from today know. Nataka kuanzia leo ujue. Don't even be shaken about it. Hata utitikiswe na hayo. They are part and parcel of life. Ni sehemu ya maisha. Number 2. Ya pili. I want to let you know. Nataka kukujulisha. That when conflict come. Wakati matatizo huja. They test our emotional and spiritual maturity. Yanajaribu ukomavu wa hisia zetu na uroho wetu. Conflict test. Majaribu ya matatizo. Our emotional and spiritual maturity. Zinatujaribu jinsi tumekomaa kiroho na kihisia. Amen. Amina. Can everybody say amen? Kila mtu aseme amina. So from today, kwa hivyo kuanzia leo, don't even worry. Usiwe na shaka that there are conflicts in your life. Kuhusu matatizo maishani mwako. Or you are working with someone you cannot understand. Ama unafanya kazi na mtu haumuelewi. There are things that come. Kuna vitu huja. They are coming to test your spiritual and emotional maturity. Vinakuja kujaribu ukomavu wako wa kiroho na wa kimawazo. Are you going to succumb to that conflict? Je, utaitikia hayo matatizo? Utazama nayo. Or you are going to stand on top of situations. Ama utasimama imara juu ya hiyo hali. Number 3. Ya tatu. I want to let you know. Nataka kukusaidia ujue. That in a moment of conflict. Wakati wa matatizo. It is the stronger one that bows. Ni yule ambaye ni mwenye nguvu anayeinama. Amen. Amina. In moment of conflict, wakati wa matatizo, it is the stronger one. Yule ambaye ni mwenye nguvu, yule ambaye kuna nguvu ndani yake, aliye na nguvu ndani yake, aliyetiwa nguvu ndani yake, aliye na nguvu ndani yake, ameongezewa uwezo. That is a person who is able to handle it. Huyo ndiye ataweza kuishikilia. Asiye na nguvu, yule hana nguvu, he continues to fuel the conflict. Anaendelea kuongeza matatizo. Ananunua fuel, ananunua mafuta ya kuongeza, ananunua petrol, anakuja na kiberiti, anawakisha, anawasha, inakuwa zaidi moto, moto unazidishwa. But listen, sikiza, in moment of challenges, wakati wa changamoto, it is the stronger one that bows. Ni yule mwenye nguvu atakayeinama. How you react, jinsi unaitikia, shows whether you are strong or weak.
inaonyesha kama wewe una nguvu ama uko mdhaifu. Inua mkono useme I choose to be strong. Inua mkono useme nachagua kuwa mwenye nguvu. Inua mkono useme I choose to be strong. Inua mkono wako useme nachagua kuwa mwenye nguvu. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Another point I want you to note. Kipengele kingine nataka ujue. I want you to note this point. Nataka ujue kipengele hiki. A very important point across. Cha muhimu sana. That in moment of conflict, wakati wa matatizo, if you handle it well, ukishughulikia vyema, it leaves you a better person. Inakuacha mtu bora. It leaves you a very hardened person. Inakuacha ukiwa mtu ambaye umeimarika. And if you are able to handle them properly, na kama unaweza kushughulikia vyema, they leave you better. Itakuacha ukiwa bora. They leave you better. Itakuacha ukiwa bora. Ever wondered why you've gone through challenges? Je, umewahi kujiuliza ukipitia changamoto? If you look at those 4 points I put you there, ukiangalia hizo vipengele nimekupa, you'll understand. Utaelewa. In the book of Genesis chapter 25. Kitabu cha Mwanzo 25. Amen. Amina. 25 Genesis. 25 Mwanzo. There is the family. Kuna jamii of Isaac and Rebekah. Ya Isaka na Rebeka. I want to remind you. Nataka kukukumbusha that they got married in a good way. Walioana vyema. Actually, it was a very godly marriage. Ilikuwa ndoa ya kiungu. Organized by their family. Ambaye imeandaliwa na jamii zao. Abraham sent the servant. Abrahamu alituma mtumishi wake. And told the servant. Akamwambia, go to the land. Enda kwa nchi. Of our people. Ya watu wetu. Get my son a wife. Pata mke kwa ajili ya mwanangu. Among our people. Kati ya watu wetu. And they brought Rebekah. Na wakamleta Rebeka. But when they brought Rebekah, wakimleta Rebeka, they got married. Wakaoana. But years down the line, miaka ilipozidi kuendelea, Bible shows me, Biblia inanionyesha, they never got a child. Hawakupata mtoto. And this was a great challenge. Hii ilikuwa changamoto kuu. Around 40 years down the line, miaka 40 ilipita, or 20 years they have no children. Ama 20 hawana mtoto. Actually 20 years. Miaka 20. This is the book of Genesis 25 from verse 19. Mwanzo 25:19. Bible says, now this is the genealogy of Isaac, Abraham's son. Abraham begot Isaac. Isaac was 40 years when he took Rebekah as wife, the daughter of Bethuel, the Syrian of Padan Aram, the sister of Laban, the Syrian. Now Isaac pleaded with the Lord for his wife because she was barren. And the Lord granted his prayer, and Rebekah conceived. But the children struggled within her. And she said, all is well. Why am I like this? So she went to inquire of the Lord. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb. 2 peoples shall be separated from your body. One shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. So when her days were fulfilled for her to give birth, indeed there were twins in her womb, and the first came out red. He was like a hairy garment all over. So they called his name Esau. Afterward his brother came out, and his hand took hold of Esau's heel. So his name was called Jacob. And Isaac was 60 years when she bore them. Praise be to God. Bwana asifiwe. This is a good family starting very well. Hii ni jamii njema inaanza vizuri. But the challenge appears in their family. Lakini changamoto inajitokeza katika jamii. I want to ask you a question. Nataka nikuulize swali. Supposing this was a current Kenyan family. Je, hii ingekuwa jamii ya sasa ya Kenya? Kungeendaje? Isaac has married. Isaka ameoa. Rebekah is not getting a child. Rebeka hapati mtoto. What is the natural tendency to behave? Kiasili angefanyaje? 20 years. Miaka 20. Rebekah is not getting a child. Rebeka hazai. I know. Najua. The in-laws would have come.
wakweze wangekuja to give their suggestion. kutoa fikira zao, And what kind of suggestion would they have given? na wangepeana mawazo gani? Get away this woman. Ondoa huyu mwanamke. I know there is a lot of propaganda going on. Najua kuna vituko vingi vinaendelea. People talking about polygamy. Watu wananena kuhusu kuoa wake wengi, And he's saying it is okay. na wanasema ni sawa. If a man is able Kama mwanaume anaweza to take care of several wives, kushughulikia wanawake wengi, it is okay. ni sawa. On the power of this pulpit, Kwa uweza wa madhabahu I haya, stand here to say nasimama hapa kusema it is not okay. sio sawa. The Bible says, Biblia inasema, and a man shall leave his wife, his mother and father, mwanaume ataacha babake na mamake, and the two, na wawili, and only two. na hao tu wawili. Sikiza language. Sikiza huo usemi, The two, wawili, and only two. wawili tu. Ambia jirani yako exclusively. Ambia jirani yako bila mwingine, wawili tu. Mwambie vizuri kumwangalia, mwambie not inclusive. Sio kuongezea. Ambia jirani yako language. Mwambie lugha. Sema tena grammar. Mwambie lugha. Simuongee mseme grammar. Mwambie lugha. Sema language. Mwambie lugha. What is the opposite of inclusive? Exclusive. For this reason, Kwa sababu hii, and this na hii, is the ultimate power in our lives. hii ndio nguvu ya pekee katika maisha yetu. This is our constitution. Hii ndio katiba yetu. This, and it has no referendum. Na haina kupigiwa kura. We can't go for a referendum for Hatuwezi this. kwenda kupiga kura. We can go for other referendums. Tunaweza kuendea kura zingine. We can go for other referendums. Tunaweza kuendea referendum mwingine. But no referendum Lakini hakuna kura on this constitution. kwa hii katiba. It shall remain forever. Itabaki milele. Bible says Biblia inasema this word of God hili neno la Mungu is forever settled in heaven. milele limetulia mbinguni. Forever. Milele. No other word. Hakuna neno lingine. And it says, Na linasema for this reason, kwa sababu hii a man mwanaume shall leave ataacha his mother mamake and father. na babake. It's not the woman leaving, Sio mwanamke anaacha. because the woman leaving is automatic. Mwanamke kuacha ni It is hiyo ni lazima. geographical and automatic. Hiyo ni ya kijiografia na Check. inakuja tu. Check the scriptures properly. Angalia maandiko vyema. The Bible does not say the woman will leave. Biblia haisemi mwanamke atatoka. It is a man Ni mwanaume who shall leave ataondoka, his mother mamake and his father, na babake and the two, na wawili, and only na two, wao tu wawili, exclusively. bila kuweka mwingine. Inua mkono useme amen. Inua Ambia mkono wako jirani yako, useme I amina. believe in the word. Mwambie jirani yako naamini neno. Any other doctrine, Mafunzo mengine, any other doctrine, mafunzo mengine, it doesn't matter who is bringing it. haijalishi nani It analeta, is wrong. ni mbaya. Can you say amen? Sema amina. There's nothing like if you gain more money or Hakuna- more wealth, Hakuna kitu kama ukipata pesa nyingi ama utajiri mwingi. we must go by this. Lazima tuende kwa Biblia. And we must direct the church in the right direction. Na lazima tuelekeze kanisa mwelekeo unaofaa. When God gives you an ability Bwana akikupa uweza and He opens for you the airwaves, na anakufungulia njia and you have a high platform, na wewe una mahali pa juu, direct the church in the right direction. ongoza kanisa inavyofaa. Can you say amen? Sema amina. Can you say hallelujah? Sema haleluya. Hallelujah. Haleluya. That's what we believe. Hivyo ndivyo tunaamini. If this family of Isaac, Hii jamii ya Isaka, if it was a current Kenyan
family. Kama ingekuwa jamii ya kisasa ya Kenya, It is faced by a very serious challenge. imekabiliwa na shaka ambalo ni la kumaanisha. I know Ninajua committees would have been formed. kamati zingetengenezwa, Committee of inquiry. kamati za uchunguzi. Amen. Amina. To tell Isaac what to do. Kumwambia Isaka cha But kufanya. I want to thank God. Nataka kushukuru Mungu. When the conflict of nature comes, Wakati hali hiyo ya kiasili inakuja, Isaac did the best thing. Isaka alifanya kitu bora. He turned to the God of Isaac. Aligeukia Mungu wa Isaka. He went to him by prayer. Alimwendea kwa maombi. He went to him by prayer. Alimwendea kwa maombi. I want you to observe with me Nataka utazame nami, that the prayer of Isaac ombi la Isaka is so simple, ni rahisi, straightforward, ombi la kulenga, on the point. la kulenga. Have you ever known Je, umewahi kujua men pray very direct prayers? wanaume huomba maombi ya kulenga? Mkienda kuomba na yeye, Ukienda kuomba na mwanaume, anakuja anakuamsha, twende tumemaliza. anakuambia twende tunamaliza. Saa hiyo hujaanza. Wewe haujaanza, You are still in worship. bado unaabudu. Mwanaume ameomba, Yeye ameomba, ameworship, ameabudu, ameinua Mungu, ameinua Mungu amefanya intercession na amefanya uombezi na supplication, na kuomba, amemaliza kabla hujaanza. amemaliza na wewe Vya haujaanza. jirani yako, that's the nature of a man. Mwambie jirani, hiyo ndio kawaida ya wanaume. Sisi bado hatujaanza. Hatujaanza sisi. Ndio tunaambia Mungu. Ndio tunaambia Mungu. Tunamwambia Mungu, Oh God of Mungu Abraham and Isaac. wa Abrahamu na Isaka. Hallelujah. Haleluya. Unafika hapo pa Isaac, Ukifika kwa Isaka, unakumbuka vile alimfanyia. unakumbuka Kwanza alivyomfanyia. una pause, unalia. Unanyamaza kwanza, Unamwambia Jehovah God. unamwambia Jehova Baba. Bado haujafanya supplications. Haujaanza maombi. Mwanaume ameomba na kumaliza. Mwanaume aliomba akamaliza. Anaenda straight. If you read the scripture there, Ukisoma andiko pale, the Bible says Biblia inasema Isaac prayed unto God. Isaka Simple. alimwomba Mungu. Rahisi. Read the mood of the passage. Soma vile ile andiko linakaa. Inakaa, the mood Vile inakaa. is a very simplified, direct to the point prayer. Ni ombi la kulenga na bila kuyumba yumba. Anaenda tu anaambia Mungu, God, Unamwambia Mungu, Mungu, I need children. nataka watoto. The Bible says Biblia inasema immediately ghafla Rebecca conceived Rebeka kashika mimba and she got twins. na akapata Not mapacha. only did God answer Isaac's prayer, Mungu hakujibu tu ombi la Isaka, but he answered in a double portion. alijibu maradufu. I want to let you know Nataka the nikujulishe power of a prayer of a man. uweza wa maombi ya mwanaume. Men's prayer, Maombi ya wanaume they are powerful. ni ya nguvu. And I pray in this kongamano Naomba katika kongamano hili that my God Mungu wangu will sabasa the anointing atatusambazia upako to all our brothers at home, ndugu zetu nyumbani, all the men at home, wanaume wote nyumbani, that they may learn to lift their hands wajifundishe kuinua mikono yao to the Almighty God kwa Mungu mkuu and speak a word na wanene for neno their families. juu ya jamii zao. Can you say amen? Sema amen. God came with a double portion. Mungu akaja na sehemu maradufu. Not only did Rebecca get a child, Rebeka hakupata tu mtoto, but she got a double portion. alipata maradufu. And when she stayed a bit, Alipokaa kidogo, the spirit of rejoicing, roho wa kufurahia, she realized something was happening. akatambua kuna kitu kinaendelea. There was the spirit of Man U and Arsenal. Kulikuwa na roho wa Manchester United na Arsenal. A lot of wrestling. Kuna kung'ang'ana kwingi. And when she went to the Lord Alipomwendea Bwana in prayer, katika maombi, God
answered her Bwana akamjibu by sending an angel. kwa kutuma malaika. And the angel told Rebecca, Malaika akamwambia Rebeka, 2 nations, mataifa mawili, not sons, sio wana, not children, sio watoto, nations. mataifa. Can everybody say Kila amen? mtu aseme amina. Can you say amen? Sema amina. When God comes, Mungu akija, he sees the end anaona mwisho from the beginning. kuanzia mwanzo. She was not told she is carrying children. Hakuambiwa anabeba watoto. No. Hapana. Sio vijana. Hapana vijana. Mataifa. Mataifa. Aliambiwa mataifa mawili. Aliambiwa mataifa mawili yako mtumboni mwako. Yako tumboni mwako. 2 nations. Mataifa mawili. Seeing the end from the beginning. Anaona mwisho kuanzia mwanzo. When the children came out, watoto walivotoka, the first one came out. Wa kwanza akatoka. The second one came out. Wa pili akatoka. Holding the heel of the other. Akishika kisigino cha mwingine. Holding and saying, you can't leave me here. Akashika akisema hutaniacha hapa. And they grew up. Na wakakua. This family had a conflict. Hii jamii ilikuwa na shida. But they were able to handle the conflict very well. Waliweza kushughulikia hii tatizo vyema. Allow me to tell you. Niruhusu nikuambie some causes of conflict in our lives. Sababu zingine za matatizo maishani mwetu. The things that makes us to conflict with other people. Vitu ambavyo vinatufanya tuwe na matatizo na wenzetu. Why do we conflict? Mbona tunatatizika ama tunatatizana? Why do we go through conflict at home? Mbona tunatatizana nyumbani? There are several causes. Kuna sababu tele. Number 1. Ya kwanza. Number 1. Ya kwanza. Background differences. Tofauti za kulelewa. Asili. Za asili. Mahali umelelewa. Mahali umezaliwa, umelelewa. Background differences. Mahali umelelewa. Tofauti za mahali umelelewa. Every time you see 2 people, kila wakati ukiona watu wawili, there is where they are coming from. Kuna mahali wanatoka. Amen. Amina. Can I hear the first cause? Nisikie the cause ya kwanza. Sababu ya kwanza. Can I hear it? I'm not hearing. Sisikii. Sisikii. Cause number 1. Sababu ya kwanza of conflict ya matatizo has to do with background differences. Inahusu tofauti za kulelewa. If you are married, kama umeolewa, my sister come. If you are married, dada yangu kuja kama umeolewa. Amen. Amina. Is there a background Is there a background difference here? Je, kuna tofauti ya kulelewa? Sister come. Dadangu kuja. Amen. Amina. When people get married, watu wakioana, and this is very important. Na hii ni ya muhimu sana. Women, we must learn this. Wanawake lazima tujifundishe hivi. We are having children. Tunakuwa na watoto who are going to get married in the future. Ambao wataolewa na kuoa siku za usoni. You have sons. Una wana. You have daughters. Una mabinti. This is a key topic. Hii ni kipengele muhimu. A key topic. Kipengele muhimu. Have you heard in our country? Je, umesikia katika taifa letu? The last few months. Miezi michache iliyopita. Unasikia tu. Unasikia mwanaume akiwa na mke wake na watoto wamekosana. Mwanaume ameua kila mtu. Na huyo mwanaume anaua kila mtu. Mumesikia hiyo? Mumesikia? Mulisikia? Alikuja walikosana. And the only way he saw, na njia pekee aliona, he could handle the situation, kukabiliana na hali, is killing everybody. Ni kuua kila mtu. I remember a few months ago. Nakumbuka miezi michache iliyopita. Sikiza na uniangalie. Niangalie ukinisikiza. A man in Nyeri. Mtu kule Nyeri, living in Nairobi. Akiishi Nairobi. With a good family. Na jamii njema. A good wife. Mke mwema. And how many children? Na watoto wangapi? How many? Watoto 3. Wamekosana. Wakakosana. He killed all of them. Akaua wote. And I remember the mother of that man. Nakumbuka mama ya huyo mtu could not bear the burial. Hangevumilia kuona matanga. During the burial she collapsed. Wakati wa mazishi alizimia. And she was taken to the hospital. Akapelekwa hospitali. Are you remembering Mr. Mago? Je, unakumbuka Bwana Mago?
Is that word familiar? Je, hilo jina linajulikana? Is that word familiar? Hilo neno unalijua? What did Mago do? Mago alifanya nini? Mago killed his wife. Alimuua mke wake. Killed 2 children. Akaua watoto wawili. And then himself. Na yeye mwenyewe akajiua. Akajiweka kwa barabara. Akajiweka barabarani. Gari ikukuja kafanya nini? Gari kamkanyaga. Now I have a question. Nina swali. When the media takes these situations, wakati wanahabari wanachukua hali hii, tunapelekwa mahali hao watu wanaishi. Wanatupeleka huko wanaishi. Wako na gari mbili. Wana magari mawili. Nyumba ya gorofa. Kila kitu kwa nyumba. Kila kitu ndani ya nyumba. Fridge imejaa. Fridge imejaa. Hawa watu ni watu walio na pesa. Hawa watu wana pesa. My question is, swali langu ni, and they are learned and educated. Na wamesoma na ni wasomi. Where is the problem? Shida iwapi? It is in this topic. Iko katika somo hili. Which one can I hear? Nisikie tafadhali. Let me hear. Tafadhali nisikie. Conflict resolution. Kusuluhisha matatizo. Anytime our children are conflicting, wakati wowote watoto wetu wanatofautiana, they have everything. Wana kila kitu. They have good grades. Wana good grades nzuri. They have money in the bank. Wana pesa katika benki. They have certificates. Wana vyeti. But they are lacking skills. Lakini wanakosa ujuzi. Are we together? Je, tuko pamoja? Mnanisikia? Mnanisikiza? As a woman, kama mwanamke, you are the right person to learn this. Ni wewe unafaa kujifundisha haya. If you have children, kama una watoto, learn this. Jifundishe haya. Learn this. Jifundishe haya. And when you learn it, ukijifundisha, teach your children. Fundisha watoto wako how to resolve conflict. Jinsi ya kukabiliana na matatizo. Resolving conflict, kusuluhisha matatizo, does not necessarily mean you kill somebody. Haimaanishi uwe mtu. Have you heard of soldiers and policemen? Umesikia kuhusu wanajeshi na askari? Kwa kazi tu, kazini, anaenda tu tani yake. Wakati wake ukifika, anafika mahali anachukua bastola. Anaua kila mtu. Anaua watu. Kwa ofisini. Do you know what they are lacking? Je, unajua wanakosa nini? Tell me everyone. Niambie kila mahali. Simuniambie. Conflict resolution skills. Ujuzi wa kushughulikia matatizo. Kopi. Hai. Ebu msalimieni. Hai. My sister, dadangu, we took our children to school. Tulichukua watoto wetu shuleni. We paid their tuition. Tukalipa pesa yao ya kusoma. We need to teach them. Yatupasa kuwafundisha. When you collide with other people, ukikosana na watu wengine, how do you resolve it? Unasuluhishaje? Do you remember when we were in primary schools? Hebu fikiria tulipokuwa katika shule ya msingi. Ukikoraidi na walimu wako. Ukikosana na walimu. Ukienda nyumbani kuambia mamako. Ukimwambia mama nyumbani. Your mother could not go to school to solve it. Mama hangeenda shuleni kusuluhisha. Anakwambia enda msolve na mwalimu. Anakwambia enda msuluhisha na mwalimu. Na unakaa shule moja. Na nyinyi mko kwa shule moja. For many years. Miaka yote. Today when our children collide with the teachers. Leo watoto wetu wakikosana na walimu. Immediately the mother is there. Mara moja mama amewasili. Telling the teacher to apologize. Anaambia mwalimu aombe msamaha. Or getting a transfer. Ama ahamishe mtoto. We are transferring children. Tunahamisha watoto. But we are not solving the problem. Lakini hatusuluhisho shida. When you transfer a child. Ukimhamisha mtoto. Because of the school and the teacher. Kwa sababu ya mwalimu na mwanafunzi. You have only transferred the problem. Wewe umehamisha tatizo. From one school. Kutoka shule moja. Ebu niambieni. Niambie tafadhali. To another. Kuendea shule nyingine. The best way. Njia nzuri is to teach the child. Ni kufundisha mtoto. How to resolve the conflict. Jinsi ya kushughulikia tatizo. So that when they have conflicts in the future. Ili watakapokuwa na matatizo katika uso wao. The only way they will know. Njia ya pekee watajua. It's not to kill. Sio kuua. But they will know. Watajua. You can fix it.
unaweza kuitengeneza. You can fix a problem. Unaweza tatua shida. You can fix a problem. Waweza kutatua. You can resolve it. Waweza kusuluhisha. One cause of conflict Sababu moja ama tukio moja la tatizo is what? ni nini? Can I hear? Hebu nisikie. Can I hear? Background differences. Tofauti za kulelewa. People come from different backgrounds. Watu wanatoka wamelelewa kitofauti. You get married and somebody has lived in a home. Unaolewa na mtu ameishi kwa boma where they never even used to wash their feet. Ambapo miguu yao hawakuwa wanaosha. Watoto walikuwa wanalala kabla ya kukula. Watoto wangelala tu hata hawajakula. Wanaitwa usiku. Wanaamushwa usiku. Saa 4 wakule. Wale. Wewe na wewe. Kwenu mlikuwa mnapika mapema. Kwenyu mlikuwa mnapika mapema. Na watu wanaomba. Everything is done in order. Kila kitu kinafanywa kwa mpangilio. Alafu siku moja unaolewa in a very good wedding. Unaolewa kwa harusi njema. Na tunakuja hiyo wedding tunaimba. Sisi tunakuja tukiimba. Tunaimba. Baada ya ibada mnaenda kwa nyumba. Mnaenda nyumbani. Kitu kimoja mmebeba. Kitu cha kwanza mmebeba is different background. Inaitwa tofauti za kulelewa. Unaona? Unakaa kwa hostelo moja. Unakaa kwa chumba kimoja. Ama umeolewa na mtu. Ama mmeoana na mtu. He cannot. Hawezi. He is not able. Hawezi. After brushing his teeth. Akisha sugua meno yake. He cannot return. Hawezi kurudisha. Kifuniko kwa. Hicho kifuniko cha dawa. Wacheni nicheke kidogo. Wacha nicheke kidogo. Yani mume wako anaweza fanya mambo makubwa. Mume wako anatenda mambo makubwa. Even buying a very big plot. Hata kununua ploti kubwa sana. And building a very big house. Na anajenga nyumba kubwa. And a very good vehicle. Na gari nzuri sana. But he cannot. Lakini hawezi. And he has never. Na hajawahi been able. Kuweza. To return. Kurudisha. Kifuniko cha Colgate. Kifuniko cha Colgate. Wacheni tucheke kidogo. Amen. Wacha tucheke kidogo. Hii ni sehemu ya kucheka. Hii ni wakati wa kucheka. Na nakwambia mama unakasirika. Na hiyo inakukasirisha mama. Na hiyo kitu it can make you lose all the blessing you got from the camp. Inaweza kukufanya upoteze baraka zote ulipata kwenye kambi. You were blessed here. Ulibarikiwa hapa. Ukienda nyumbani kwa bedroom, kwa chumba cha kulala, unakuta bedroom, kwa chumba cha kuoga, unakuta kwa bafu, sabuni, unapata sabuni imewekelewa sakafu. Imewekwa chini. Mtu alioga he cannot return the soap. Hawezi kurudisha sabuni to the soap dish. Kwa hicho kibakuli cha sabuni unaanzia hapo. Sasa hii nyumba imekuaje siku hizi? Nyumba hii iko aje sasa? Baba so and so you cannot return this. Baba fulani hii huwezi rudisha. Unaona mama mwingine wameambiana na mzee bye see you. Waliambiana na mume wake kwa heri tuonane. Bwana anatoa gari kwa garage. Bwana anaondoa gari. Mama anakuja amebeba hiyo Colgate na kifuniko. Mama anakuja na Colgate na kifuniko. Na baba so and so hebu simama. Baba fulani simama. Anafikiria kuna kitu kimetokea. Anadhani kuna shida ndani ya nyumba. Amekasirika. Yeye amekasirika. Anauliza sasa hii. Anauliza hii. You cannot put this way. Hauwezi kurudisha hivi. Ona sasa. Sasa hii ni kitu ya kukushinda. Je, hiki ni kitu cha kukushinda? Unasahau yale maombi ya camp. Maombi uliyopata. Unasahau maombi ya conference. Umesahau. And the enemy gets an opportunity. Na adui anapata fursa. To put you down. Kukuweka chini. Niendelee ama nisiendelee? Niendelee ama niache? Niendelee ama nisiendelee? Niendelee ama niache? You got to learn to understand people. Yatupasa tuelewe kujua watu. Unaona mama mwingine. Unamuona mama mwingine. Hawezi kalia
kiti sitting room. hawezi kukaa kwa kiti sitting room. Akiongea anatoanisha table clothes. Akiongea anatoa kitamba. Anatoa kitamba. Sitting room yako lazima itengenezwe 2 or 3 times. Chumba chako cha kukalia lazima kitengenezwe mara 3. Ukienda kuongea unashika vitambaa unaondoa. Ukiongea unaondoa vitambaa. Ambia jirani yako accept people the way they are. Ambia jirani kubali watu vile walivyo. There are some things that we may never change. Kuna vitu hatutawahi badilisha. We may never. Hatutawahi badilisha. Ambia jirani yako we may never. Huenda tusiweze kubadilisha. Mwambie tu we may never. Mwambie huenda tusibadilishe. So what do we do? Tufanye nini? Look at me everybody. Niangalie kila mtu. Inua mkono ninapoenda kusema vile utafanya. Inua mkono nikwambia vile utafanya. Nasema hivi. The grace of God. Neema ya Mungu is sufficient. Inatosha. Amen. It is sufficient. Inatosha. Let me tell you. Hebu nikwambie. Background differences. Tofauti za kulelewa. Alilelewa mahali. Mtu anaoshea miguu kule nje na anaacha vitu. Mtu anaoshea miguu huko nje anaacha huko kila kitu. Sabuni inaachwa kwa karai. Sabuni inabaki ndani ya maji. Na inakaa hapo mpaka kesho. Ikae hapo mpaka kesho. Na hawaoni kitu chochote hapo. Hawaoni kitu. Wanaona wanaendelea vizuri. Wanaona wako sawa. Ukiingia ile mboma. Ukiingia huko. Immediately you begin to see those weaknesses. Ghafla unaanza kuona huo udhaifu. They may not change. Huenda zisibadilike. It is you to change. Ni wewe utabadilika. It is you to change. Ni wewe utabadilika. Ambia jirani yako great deliverance. Ukombozi mkuu, mwambie jirani yako. Simseme great deliverance. Mwambie jirani yako ni ukombozi mkuu. The second factor. Kitu cha pili, cause of conflict. Sababu ama chanzo cha matatizo. Is what we call. Ni kile tunaita personality disposition. Kuwekwa maumbile mwafaka. Maumbile mwafaka. Maumbile mwafaka. Maumbile mwafaka. Vile umeumbwa. Vile tu umeumbwa. Udongo uliotumika kukuumba. Kukuumba wewe. Na kuumba Mrs. Kagonda. Na kuumba wewe. Jinsi tulivyo. Tulivyo sisi. Everybody say personality. Sema utu wako. Wewe sema personality. Wewe sema. Simseme vizuri personality. Vile umeumbwa. My sister. Dadangu. Whom did I take a pen? Nilichukua kalamu ya nani? Ndio hiyo. Personality. Maumbile. Mahali tumesoma. Pale tumesoma Genesis 25. Mwanzo 25. Let us drop a bit down. Hebu twende chini kidogo. I show you. Nikuonyeshe. Bible says. Biblia inasema 2 children comes from the womb of Rebekah. Watoto wawili wanatoka kwa tumbo la Rebeka. One is called Esau. Mmoja anaitwa Esau. The other one is called Jacob. Mwingine anaitwa Yakobo. 2 personalities. Watu wawili. Amen. Amina. Different personalities. Watu wawili tofauti. The Bible says. Biblia inasema. I'm still losing it, but it is here. Naipoteza lakini iko hapa. It is here. Iko hapa. 25. 25. The Bible says. Biblia inasema. When they were with the womb, they were struggling. Walikuwa ndani ya tumbo wanang'ang'ana. Personality dispositions. Kuwekwa kimaumbile. Amen. Amina. Let me show you the verse. Hebu nikuonyeshe hiyo aya. Verse 27. Aya ya 27. So the children, the boys grew. Watoto walikuwa. And Esau was a skillful hunter. Esau alikuwa mwindaji hodari. A man of the field. Mtu wa uwanjani. But Jacob. Lakini Yakobo was a mild man. Alikuwa mtu ambaye sio wa kwenda sana nje. Dwelling in the tent. Akidumu katika hema. And Isaac loved Esau. Na Isaka akapenda Esau. Because he ate of his game. Kwa sababu alikula mawindo yake. But Rebekah loved Jacob. Lakini Rebeka akampenda Yakobo. 2 children. Watoto wawili. Conceived the same time. Shikwa mimba mara moja. The same time in the womb. Wakati mmoja tumboni. But when they came out. Wakitoka. They come out in their own unique personalities. Wanatoka na tofauti ya maumbile. Esau is a man of the field. Mtu wa kwenda mawindoni. Yakobo is a man of the tent. Mtu wa hema. Esau loved hunting
Esau alipenda kuwinda. but Jacob Yakobo wanted to remain around the home. alitaka kubaki nyumbani. Two personalities. Watu wawili tofauti. The book of Luke, Kitabu cha Luka chapter 11. 11. Let's go there quickly. Twende pale kwa haraka. We are still on that point now. Bado tuko kwa kipengele hicho. Personality disposition. Tofauti za maumbile. And I want to request you, my dear ones, Nataka kuwauliza wapendwa wangu, let us learn, wacha tujifundishe understand each other. kuelewana. Amen. Amina. If it is not 11, it is 15. Kama sio 11 ni 15. The story of the prodigal son, Hadithi ya mwana mpotevu it is 15. ni 15. Bible says, Biblia inasema from verse 11, aya ya 15, a certain man had 2 sons, mtu fulani alikuwa na wana wawili, and the younger one na yule mdogo said to his father, akamwambia babake, Father, give me the portion of goods that falls to me. baba nipe sehemu ya vile ambavyo ni vyangu. He divided and he went away Akagawanya akaenda and squandered everything na akala kila kitu in a far country. kwa nchi ya mbali. But when he had spent everything, Na baada ya kutumia kila there kitu, arose a severe famine in the land, kukatokea na njaa kali katika and he nchi. began to be in want. Wakaanza kutaka. Verse 17, Aya ya when 17, he came to himself, alivyojirejelea he said, akasema, how many of my father's hired servants ni watumishi wangapi wa babangu have bread enough wana mkate wa to kutosha spare, kuubakisha, and I perish with hunger? wakati mimi naangamia na njaa. I will rise Nitaondoka and go to my na father, nitaenda kwa babangu and will say to him, na nitamwambia, Father, Baba, I have sinned against you nimetenda dhambi kinyume and chako against heaven. na kinyume na mbingu. Verse 20, Aya ya 20, and he rose and came to his father. akaondoka akamwendea But babake. anyway, he was still afar away. Akiwa mbali, His father saw him babake and akamwona had compassion, na akawa na rehema, and ran and took him and kissed him. akakimbia akambusu na kumkumbatia. Verse 25, Aya 25, now his older son, sasa mwanawe mkubwa who was in the field, ambaye alikuwa uwanjani, he came and drew near to the house. akaja akakaribia nyumba. This man Huyu mtu had 2 children alikuwa na wana wawili with different na personalities. maumbile tofauti. One of them Mmoja wao was a lavish, alikuwa wa kupenda raha, a man of the people, mtu wa watu, a spokesman. mtu wa kusema, He didn't even fear. hakuogopa. He went to his father Aliendea babake courageously and told kwa, him, kwa ujasiri akamwambia, give me what is mine. patia kile ni changu. But the other son, Yule mwingine, the older one, ule mkubwa, remained at home. akabaki nyumbani. Listen, my friends, Akasema, sikiza every rafiki zangu, time you get 2 children, wakati wowote unapata watoto wawili, every time kila wakati you get 2 children, ukipata watoto wawili, in most cases, kila wakati you get 2 personalities. unapata watu wawili tofauti. Am I right? Je, niko sawa? There are 2 personalities of children. Ni watoto wawili wa maumbile tofauti. Look at me. Nitazame. The first one, Wa kwanza we call them a compliant child. wanaitwa watoto wa kuitikia. A very good child. Mtoto mzuri. Everybody loves to Kila get mtu such a child. anapenda kupata mtoto kama huyo. Ukimtuma Ukimtuma anakimbia. Ukimwambia afanye kitu, Kile unamwambia afanye, anafanya. This child, Huyu mtoto, you will know the child even when he's born. utamjua hata wakati anazaliwa. Analala. He does not even cry. Hata halii. Unasikia mama akisema, Unamsikia mama akisema, huyu mtoto wangu hanizuiliaki nifanye chochote. mtoto wangu huyu huwa hanizuii kufanya chochote. Najifanyia kazi yangu yote. Mimi hujifanyia kazi yangu sawa. He's a compliant child. Ni mtoto wa kuitikia. He's the older son. Ni mtoto ule mkubwa Of the father of the prodigal son. wa baba wa mwana mpotevu. Sikiliza. Sikia. You will never be called to school Hautawahi itwa shule because of discipline matters. kwa sababu ya hali za kinidhamu. From standard 1 to form 4. Kutokea darasa la kwanza hadi kidato cha 4. Na unapatiana ushuhuda mzuri. Na wewe unakuwa na ushuhuda.
Anytime ukiitwa shule, wakati wowote ukiitwa shuleni, it is maybe prize giving. labda ni kupeana tuzo, Na mtoto wako anapatiwa prize. mtoto wako anapewa tuzo, Nyumba yako imejaa nyumba yako imejaa prizes za huyo mtoto. zawadi za huyu mtoto, Hata thamos unayotumia hata hiyo flask unatumia na karai na mlipatiwa beseni shule. ulipewa shule. Kitendawili. Sema kitendawili. Kitenda Unampata mtoto wangapi? unampata mtoto wangapi? In most cases, Na mara nyingi you get the second personality. unapata mtu wa pili tofauti. Inaitwa strong-willed. Anaitwa mtu ambaye ana uwezo wa kinguvu, ana upendo mkubwa, upendo mkuu, mzito. This child, huyu mtoto you will know them when they are born. utawajua wakizaliwa. They sleep the whole day. Wanalala kila siku yote. Usiku wanaamka. Ameamka. Ni akina nani hapa wamepata watoto ambao wanaamka usiku? Nani ameona mtoto kama huyo? Usiku wote. Mtoto anaamuka 6. Mtoto ameamka saa 12 saa jioni. Inabidi mseme tutakuwa na si kesha tumshike na bwana wako shift. Mnaambiana na mume wako mpaka 12. Kila mmoja atamshika kwa zamu. Alafu niamshe ndio nimshike mpaka 6. Uamuke uniamshe nimshike mpaka saa 12. Mtoto hata akizaliwa maternity analia. Kule kwenye chumba cha kuzaliwa analia. Every nurse know there is a newborn boy. Kila mkunga anajua kuna kijana amezaliwa. Do you know why? Unajua kwa nini? He's a strong will. Ni kijana mwenye nguvu. Lazima atangaze. Anatangaza amewasili. Ya kwamba amewasili. Anatangaza amewasili. Yule mgeni alikuwa amegojewa. Mgeni aliyegojewa amewasili. Saa hii. Amewasili sasa. Those children are there. Hawa watoto wako. Am I speaking or not? Je, nanena ama sineni? Ama niachilie hapo? Niwache? Masaa yangu imeisha. Niendelee ama nisiendelee? Niendelee ama niache? A strong-willed child. Mtoto ambaye ni wa nguvu. Yakobo was a strong-willed child. Alikuwa mtoto kama huyo. Esau, a compliant child. Mtoto wa kuitikia. Amen. Amina. When you give birth to a strong-willed child, ukizaa mtoto mwenye nguvu, ukimtuma, lazima wewe kwanza ujibu maswali. Utajibu maswali kwanza. Ulinituma jana? Jana ulinituma. Kwa duka nikaenda. Kwa duka na nikaenda. Juzi ulinituma tena. Juzi ukanituma. Hujatuma huyu. Haujatuma huyu. A strong-willed child. Huyo mtoto mwenye nguvu haitikiangi ovyo. Hakubali tu. Ambia jirani yako na hakuna shetani hapo. Na hakuna hapo shetani. Semeni amen. Amen. Tusikizane. Tukusikizane. Hakuna shetani. Hapo hakuna shetani. Ambia jirani yako ni maumbile. Ni maumbile. Sema ni personality. Mwambie jirani yako ni maumbile. He must ask you questions. Lazima kuulize maswali. Mama, kwa nini unanituma leo? Mama, kwa nini unanituma leo? Si jana na juzi ulinituma. Jana juzi ulinituma. Hiyo ni maumbile. Hiyo ni maumbile. Is the second son of the prodigal son, of the prodigal father. Ni mwana wa pili wa baba wa mwana mpotevu. Let me give you a few characteristics of these children. Wacha nikupatia tabia kidogo za hao watoto. The compliant child. Huyu akukubalia, wakukuitikia. Very obedient. Ni mtiifu sana. The compliant child. Huyu mtoto wa kukuitikia is very obedient. Ni mtiifu. He does not have many problems with authority. Hana shida na mamlaka. No. Hapana. But the strong-willed. Lakini huyu mwenye nguvu is very adventurous. Yeye ni wa kutafuta kujua sana. Anataka kujua. My sister, dadangu, unaacha simu yako hapo. Ukiacha hapo simu, kijana wako yule mdogo anachukua. Ule mtoto mdogo amechukua. Amebadilisha ringtone. Sauti. Na wewe hujui? Wewe hata hujui. Inaanza kuimba vitu tofauti. Unaenda kwa matatu. Unaingia matatu. Inaendelea kulia. Inalia. Watu wanakuambia mama si uangalie simu. Wanakuambia angalia simu yako inalia. Unamwambia si yangu. Juu yako uliacha ikiimba ame. Yako uliacha inaimba hivyo. How sweet. You are adventurous child. Mtoto wako wa kutaka kujua. Alichukua na akabadilisha.
alibadilisha simu na hakukuambia. hakukuambia. In most cases, Mara nyingi hapo hakuna shetani. hakuna shetani hapo. Mtoto asitukanwe. Mtoto asitukanwe, That is childishness. huo ni utoto. Please separate between Tafadhali the tofautisha devil and shetani childish. na utoto. Are we together? Je, tuko pamoja? Do you know why our children are getting lost? Je, kwa nini unajua watoto wetu wanapotea? They are so thoroughly and seriously harassed. Wameharakishwa vibaya sana. Amen. Amina. Tofautisha Indiscipline kutokuwa na nidhamu and childishness. na utoto. Are you getting my point? Je, unanipata? Wacha nione kama unapata sema amen. Kama unapata sema amina. So, Kwa hivyo two personalities. watu wawili tofauti, Strong-willed, mtu mwenye nguvu adventurous, wa kutaka kujua sana, ambitious, mtu ambaye anataka kupata sana, curious. anataka kujua. Simu niangalie vizuri. Niangalieni Endelea vizuri, kuniangalia. endelea kuniangalia. Very curious child. Anataka kujua sana, Anataka kujua kama hao watu wanaongea kwa TV wako hapo ndani. anataka kujua watu Wanakuweka wanaongea hapo kwa ndani. runinga wako hapo Wanakuweka hapo ndani. au wako huko ndani. That is curiosity. Hiyo ni kutaka kujua sana. Na kuna mtoto mwingine hana shughuli. Na kuna wengine hawashughuliki, Ametosheka tu kusikia ikiongea. yeye ikiongea haimuhusu. That is a compliant Huyo ni child. mtoto wa kuitikia. Are you getting what I'm saying? Je, unanipata? Hallelujah. Haleluya. Let me tell you. Wacha nikuambie, If you ever get married, ukiwahi olewa, most of the time, mara nyingi if you are compliant, kama unaitikia, you get married to a strong-willed. unaolewa na mtu mwenye nguvu. If you are strong-willed, Kama wewe ni mwenye nguvu, unaolewa na compliant. unaolewa na yule anaitikia. Ambia jirani yako ukistaajabu ya Musa, Ukistajabu ya Musa, utaona ya utaona Firauni. ya Firauni. In most cases, Mara nyingi, and look at your home. hebu angalia kwenyu, If you are 8 of you, kama mko wanane, you have all those personalities. hawa watu wote wako hapo. Unaona msichana mwingine, sister yako, Dada yako mmoja kila wakati alikuwa na roho ya kubishana. kila wakati alikuwa anapingana, kubishana. Samahani, Mkiwekewa chakula, mabishano. mkiupewa chakula anabishana. Sijui sahani yako imeingia nyama 8. Sahani yako ina nyama nyingi, Yangu iko na nyama 4. yangu ina 4. Ambia jirani yako personality. Mwambie jirani yako utofauti wa Sema vizuri, wa kuzaliwa. personality. Tofauti wa maumbile. And let me tell you, Wacha nikuambie, if there is something that breaks marriage, kama kuna kitu huvunja ndoa, it's that point. ni hicho kipengele. Umeolewa na mtu, Umeolewa na mtu, Saturday anakuambia anatembea tu na Kiambu around. Jumamosi anakuambia anatembea hapa Kiambu, Hata haendi mbali, haendi mbali, anaenda tu anaenda within 1 hour. baada ya lisali moja Anakuja na wageni. anakuja na wageni. Mume wako anakuja na wageni na anajua hakuna maziwa. Anakuja na wageni, yeye hajui hakuna maziwa. Anakuja akiitana kwa gate. Anaitania kwa gate, Mama so hadi so. mama fulani, Toa chai. chai. Anasema unachukua your daughter. Unachukua dada msichana wako, Unakasirika. umekasirika. Hiyo ni siku ulikuwa umesema leo I will do thorough and general cleaning. Ulikuwa umesema unafanya usafi, Unaletewa wageni. umeletewa wageni. Unaenda kitchen, Unaenda kwa jikoni, unaambia your daughter, sasa unaona baba yenu. unaambia binti yako, ona baba yako, Unaona sasa vile amenifanyia. Hao ona vile wageni sasa. anafanya. Lakini ukirudi sitting room unaambia Baraka, karibuni. Unarudi kwa Wageni ni Baraka. unaambia karibu. Those are two personalities colliding. Hawa ni watu wawili tofauti wanagongana. Ambia jera. Am I right or wrong? Je, niko sawa ama Wewe hapana? niambie, am I right or wrong? Niko sawa ama niko vibaya? Personalities. Utofauti wa kuzaliwa. Vile umeumbwa sivyo ameumbwa. Ulivyoumbwa sio vile aliumbwa. Sasa unashindwa, si aliacha hapa hakuna maziwa.
Wewe unashindwa, aliwacha Sasa maziwa wageni analeta hakuna. ni wa nini? Wageni ni wa nini? Because you are not like that. Wewe hauko hivyo. Wewe unapenda kukaa Saturday pale ufanye a lot of cleaning. Unapenda Jumamosi ukae kwako ufanye usafi. Yeye anaamini watu kukuja kwa nyumba ndio maisha. Yeye anaona watu kuja kwa nyumba ndio maisha mzuri. Let me tell you. Wacha nikuambie, When you are compliant, wakati wewe ni wa kuitikia, you most likely marry a strong-willed. mara nyingi unaoa mtu mwenye nguvu. Kai. Here I am. Mimi niko hapa, I believe in being with the people. naamini kuwa na watu. Bishop Kagunda, Askofu Kagunda, he gets tired, yeye uchoka, drained. anachoka. Ninamwambia twende tukatembelee fulani. Nikimwambia tutembelee mtu, Anakataa. anakataa. Saa hiyo niko na high spirits. Hapo niko na roho juu. Anakataa. Anakataa. Namwambia si twende. Namwambia We twende. are supposed to carry each other's burden. Tubebeane mizigo. Ananiambia it is true. Ni The ukweli. Bible says that. Biblia inasema hivyo. But for now, Lakini kwa I sasa want to be alone in my bedroom. nataka kuwa peke yangu kwa chumba changu cha kulala. Because we are two personalities. Sisi ni watu wawili tofauti. I believe in talking. Naamini kuongea. Talking. Kuongea. Siku ingine aliniambia ukiona nimelala hivi, Aliniambia siku moja, ukiniona nimelala, wewe endelea kuongea. endelea kuongea. Ati nikiona amefanya hivi, Ati hata unikiona- hafungui macho, hata afungui macho. hafungui macho, Afu, anakaa hivi. Naonanga amekaa hivi ni kama amesmile. Ananiambia niendelee. mimi Wewe niendelee huwa tu kuo- unaendelea. Imagine I'm hearing. And do you know how many women here Je, unajua wanawake wangapi hapa mumekosana na waume wenu? umekosana na uume wenyu? Umesahau baraka uliobarikiwa kwa church. Umesahau baraka ulibarikiwa Juu kanisani amelala kama unaongea. kwa sababu alilala ukiongea. Uliendelea kuongea. Unaongea. Unastuka amelala. Ukistuka alilala. Unamwamsha tena. Unamwamsha. Baba so and so, Baba amka. fulani amka. You are ignoring me. Unanidharau. Si kuna kule unaendaga unasikiliza na unacheka. Wewe Kwa unaenda nini uongee na mimi? Najua kuna kule ulienda ukaongeleshwa ukacheka. Ambia jirani yako leo great discovery. Ambia jirani yako ni Sema vizuri great discovery. kutambua kukuu. Personality differences. Tofauti za maumbile. Are you hearing what I'm Je, saying? unanisikia? Are you understanding what I'm saying? Unanielewa? Hallelujah. Haleluya. Hii inaitwa mass therapy. Inaitwa Mass therapy. matibabu ya watu wengi. Ni counseling ya kila mtu. That's my sister, tell me. I bring it all. I'm about to sit down now. Niko karibu kukaa sasa. I'm serious. Ninamaanisha. Nataka tufurahi. Kesho tukiingia nyumbani zetu, Fika kwetu nyumbani kesho. tumeondoa mizigo yote. Mizigo yote tumetoa. And we are ready to move on. Na tuko tayari kuendelea. Understanding each other. Kuelewana. Even your son, Hata wanao. your own son, Mwanao uliyemzaa. you may get a compliant son Waweza kupata mtoto wa kuitikia. who doesn't talk much. Haongei sana. Anatoka college, Akitoka chuo, you have a lot of stories. una hadithi nyingi. Unamuuliza shule ilikuwaje? Unamuuliza habari ya shule. Niko sawa. Niko sawa. Mwisho Na imetosha. unaendelea kumuuliza huko mnakuraga. Ukiendelea kumuuliza huwa Mam, mnakula. nilikwambia niko sawa. Mam, nilikwambia niko sawa. Let me tell you, Wacha nikuambie. mothers are really stressing the boys. Wamama wanawagandamiza watoto wavulana kimawazo. Akikwambia ako sawa, Akisema ako sawa, haongei ingine, haongei tena. wewe unaendelea. Na wewe unaendelea tu. Mnararaga saa ngapi Huwa huko? mnalala saa ngapi? And do you know, Na je, unajua
You can force that boy to get out of the house. Unaweza kumlazimisha atoroke nyumbani, Aende kwa plot na shopping center akae huko. aende sokoni akae huko, Because he concludes anafikia there is no peace at home. kwamba hakuna, ama nafikia uamuzi kwamba hakuna amani nyumbani. Your boy may not be like your daughter. Mvulana wako huenda sio kama binti yako. Please understand the difference. Tafadhali elewa tofauti. Akisema ako sawa, Akikwambia ako sawa, give him space. mpatie nafasi yake. Kila mtu sema hivyo, give him. Mwambie Sema mpe tena. nafasi. Wengine wanakatalia kwa their rooms. wanakatalia kwa vyumba vyao vya kulala. Unagogagoga. Unabisha. Ken, you know children of these days, unajua watoto wa sasa their names are very short. majina yao ni mafupi sana. As short as 2 letters. Fupi kama Or 3. herufi 2. Ian. Ivy. Dan. During our time, Wakati wetu our names were very long. majina yetu yalikuwa marefu. Scholastic. Anastasia. Rosemary. Those are 2 names. Rosemary ni majina Jehovah. Rosemary. Those are 2 names. Hayo ni majina mawili. Their names are very short. Majina yao ni mafupi sana. Stacy. Ian. Ken. Mercy. So you keep on going to call the boy. Unaenda kumuita kijana. Kijana anakaa kwa room mpaka unaona kama akona depression. Anakaa kwa chumba unaona kama akona na shida ya mawazo. Na akitoka anarudi kwa room yake na anafuga. Anarudi kwa room anajifungia. Unasikia na mko kwa nyumba nyinyi wawili. Na nyinyi mko wawili kwa nyumba. Unashindwa, is there a problem with my boy? Unashangaa kijana wangu wako na shida gani? I came to tell you today the boy has no problem. Nilikuja kukuambia huyo kijana hana shida. Can you say amen? Sema amina. He is in his season. Yeye yuko kwa majira yake. Season nyingine wanaingiaga miaka ya 20. Season ya miaka ya 21. Kutoka 18, 18, 19, 19, 21 mpaka 23. Hapo kuna kuwa na stage. Hapo kuna stage fulani. Stage ya kila mtoto. Stage ya kila mtoto. I don't have time to let you know. Sina wakati wa kukujulisha. Time does not allow me to elaborate on that. Wakati hauniruhusu. Lakini ka stage watoto, stage ya watoto, they are developing what we call personal intimacy with themselves. Wanakuwa na wakati wa kiundani na wao wenyewe. Yeye mwenyewe tu. Ndio akiingia room yake, akiingia kwa chumba chake, unasikia amefunga. Anafunga. Na mko nyumba moja na yeye. Na mko kwa nyumba moja. Unashindwa sasa anafungia nani? Unashangaa ananifungia kwa nini? Unakasirika. Wewe unakasirika. Unasikia kama huyu mtoto anani-ignore. Unasikia hana haja na wewe. This child does not love me anymore. Mtoto hanipendi tena. Ambia jirani yako, it is not that way. Mwambie jirani yako sio hivyo. He is in a stage. Yeye yuko kwa stage. Anajipenda mwenyewe. Haven't you seen a girl in the matatu? Hujawahi ona msichana kwenye matatu who is in that stage? Ambaye yuko kwa hiyo stage. He lives on the bag. Everything is here. Kila kitu iko kwa bag. Ukiingia kwa matatu umuongeleshe. Ukimwongelesha kwa matatu, hata havugui mdomo. Amenyamaza. Anaona unamsumbua. Okay? Mama, kama huelewi huyu mtoto wako kwa stage, usipoelewa kwamba ni stage, unamsumbua. Unaenda naye kwa matatu. Unaenda naye kwa matatu. Unaenda ukiongea. Wewe unaongea. Unaambia msichana mwingine na hamjuani. Unaambia msichana mwingine. Unamwambia unaona vile kumenyesha. Unaona kumenyesha. Mvua imenyesha leo sana. Mvua leo imenyesha sana. Hata hafungui mdomo. Hata mdomo hafungui. Unamsumbua. She is in a stage. Ako kwa stage. A very good stage. Stage nzuri sana. Where she comes back to herself. Anajirudia mwenyewe. In secondary school. Kwa shule za upili. She was in a group. Alikuwa kwa umati. The we form twos.
We form 4. Sisi wa kidato cha pili, wa kidato cha 4. After form 4, baada ya kidato cha 4, he now gets into the I. Anaingia kwa mimi. He comes from the we, anatoka kwa sisi, to the I. Kwa mimi. It's me. Ni mimi. He develops intimacy with himself. Anakuwa na undani na ubinafsi yeye mwenyewe. Mtoto anatoka college. Anatoka chuo. Anakuambia mam, tunaongea tu na wewe leo. Anakuambia mami, leo tu ndio tunaongea. Kesho usiniite mapema. Kesho usiniite. Na hakuongeleshi. Na hakuongeleshi. Anakaa peke yake. Anakaa peke yake. Ukifikiria ako na shida, ukidhani ana shida, unasikia amecheka huko na simu. Anaongea na watu wengine amecheka. Anacheka na watu wengine. Oh, he's okay. Sema okay, ako sawa. He's okay. Ako sawa. Let me tell you. Wacha nikwambie. The person with the problem is not the boy. Shida sio mvulana. The problem is shida ni Abia jirani yako shida iko hapa. Mwambie shida iko hapa. You are the one who is not transiting. Ni wewe ndio hauhami. Can you say amen? Sema amina. Are you understanding what I'm saying? Je, unanielewa? Let me tell you. Wacha nikwambie. This is a very good stage. Hiki ni stage mzuri sana. Hebu niangalieni. Niangalie. Because kwa sababu your son and daughter, binti yako na mwanao, they are able to develop intimacy with themselves. Wanaweza kuwa rafiki wa wao wenyewe. She can keep herself busy. Anaweza kujiweka na shughuli. She can derive her own joy. Anaweza kujiletea furaha yake mwenyewe. She can enjoy a cup of tea alone. Anaweza kufurahia kikombe cha chai peke yake. This is one of the good qualities of a marriageable partner. Hiyo ndio sehemu moja nzuri ya mtu ambaye anafaa kuolewa. Mtu ambaye anajua kujiweka free and joyful alone. Anaweza kujifurahia na kujifurahishia mwenyewe. Anajipenda. If she does not love herself, kama hajipendi, she cannot love another person. Hawezi kupenda watu wengine. The Bible says, Biblia inasema, love others, upende wengine as you love unavyojipenda. yourself. So you develop this intimacy. Kuwa na huu upendo wako mwenyewe. Your joy, furaha yako, does not come out from your children. Haitoki na watoto wako. Lazima ujue kujipa shughuli. Jua kujipa shughuli zako. Jipe shughuli. Jipe shughuli. Sema tena, jipe shughuli. Jipe shughuli. The current parent today, mzazi mzuri leo, the current parent of Kenya today, wazazi wa sasa Kenya, hajajifundisha kujipa shughuli. Hajajizoesha kujipa shughuli. Unapeleka mtoto tea room. Unampeleka pale tea room. Na ni mtoto wa form 3. Na yeye ako kidato cha 3. Ameingia matatu. Umelipa kila kitu. Paka umelipa. And he's a boy. Na ni mvulana. And you are still there. Na bado umekaa hapo. Ugali unangojea gari iondoke. Unangoja gari itoke. Umepiga seti mahali. Wewe umekaa. Unakumbuka sijui kama amebeba. Unakumbuka ufunguo wa roka. Unaenda na kifungu yake ya roka. Unamwambia hebu fungua John, fungua Ken. Fungua tena. Umebeba ufunguo wa roka. Wewe umebeba kifungu ya roka yako. Anakasirika. Hata hakuongelesha na kuambia. Anakutingizia kichwa. Unamwaibisha kwa mabeste. Wewe unamharibisha kwa na huondoki. Na utoki. Unarudi kwa ile kona. Unarudi kwa hiyo pembe. Unaona sasa driver ndio anakuja. Unaona dereva anakuja. Anaanza kuangalia receipt. Anaanza kutazama receipt. Unaenda kwa driver. Unaenda kwa driver. Unamuuliza driver. Unamuuliza dereva. Habari yako? Bari. Ni wewe unaenda na hii gari? Ni wewe unaenda na gari hili? Oh. Okay. Nipe namba yako. Nisaidie namba yako. Mrs. Bishop, mke wa askofu, mkiona watoto wanatoroka. Ukiona watoto wanatoroka. Ile stress wanapatiwa nyumbani. Kugandamizwa mawazo wanapewa. Hajawahi jua. Mama hajui kujipa shughuli. Jipa shughuli zake. Gari inaondoka. Gari inatoka. Hauondoki. Wewe hautoki. Unaiangalia kwa unaitazama. Traffic. Ile jam. Hiyo jam. Unakaa hapo. Umekaa hapo. Mpaka sasa hauioni. Hauioni hata. Je, unasema okay, God bless them. Unasema Bwana wabariki. But within 2 minutes. Dakika 2. 20 minutes. Dakika 20. Unaitana tena. Unapigia dereva. Unaitana, hello driver. Unapiga dereva. Mumefika wapi? Uko wapi sasa? Ni yule mama.
Tumefika Keno. Tumefika Keno. Oh, safe journey. Oh, endeni salama. Via jirani yako jipe shughuli. Mwambie jirani jipe shughuli. Sema jipe shughuli. Mwambie jipe shughuli. Jipe shughuli. Mtoto, let me tell you. Wacha nikuambie. There are many children. Kuna watoto wengi who can go back to school. Wanaweza rudi shule and come back. Na warudi because of indiscipline. Kwa sababu ya kukosa nidhamu. Wajione tu wamejileta nyumbani. Wanaona wanajirejesha nyumbani. Because he has never gone to school alone. Hajawahi kwenda nyumbani peke yake, shuleni peke yake. Ako karibu kumaliza. Na karibu atamaliza. Anataka kuona kama anaweza jireta. Anataka kujua kama anaweza. Wewe una complain, unaomba unasema haleluya Jehova. Mtoto amekuja Jehova. Yeye amekuja anakula chakula. Anakula. Anasema I have scored. Ana kwamba nimepata. At least nimejileta nyumbani. Nimejileta. Hii tunaongea sasa. Tunaongea itakusaidia. Na itatusaidia kama wachungaji. Itatusaidia kama wachungaji. Tusiwe na hii maombi ya watoto kila wakati. Tusiwe na maombi ya watoto kila saa. Na saa zingine ni sisi tunaleta hiyo shida. Na wakati mwingine ni shida tumejiletea. Mwambie jirani yako tena jipe shughuli. Mwambie jirani jipe shughuli. Mwambie vizuri jipe shughuli. Mwambie jipe shughuli. Kwa watoto walio wakubwa, naongea juu ya watoto walio wakubwa. Jipe shughuli. Hallelujah. Hallelujah. Personality differences. Tofauti za maumbile. The third cause of conflict, and then I sit down. Kitu ambacho cha tatu kinasababisha matatizo. The first one was what? Get me here. Ya kwanza ilikuwa nini? Niambie. Background differences. Tofauti the za. second one, ya pili. Personality disposition. The third one, ya tatu, gender differences. Tofauti za jinsia. Hiyo weka star. Uweke hapo star. Hiyo weka star. Uiwekee star. Ama upigie mstari hapo. Ama uwekee mstari. Hiyo ni kali. Hiyo ni kali sana. I want to let you know. Hebu nikujulishe. In this world, katika ulimwengu huu, there are only two genders. Kuna jinsia mbili. You are either a man. Wewe ni either mwanaume. Or. Ama. Let me hear all. Ama. A woman. Mwanamke. Let me tell you. Hebu nikuambie. Hawa viumbe wawili. Hawa watu wawili. A man and a woman. Mwanamke na mwanaume. Kuja hapa. Njoo. Wacha nikuambie. Ngoja nikuambie. They are so different. Ni tofauti sana. Jehova. Kuja hapa. Njoo. Tunaishi pamoja. Tunafanya kazi pamoja. Tumezaliwa katika mboma moja. But a man and a woman. Lakini mwanamke na mwanaume. They are so different. Ni tofauti. It's like one group was born in Mars. Nikana kwamba the other one was created in Venus. Mmoja alizaliwa kwa sayari ya Venus. But both of them are living on Earth. Na wote tunaishi katika nchi. Ni tofauti. The way a man sees things. Jinsi mwanaume anatazama vitu. It's not the way a woman sees things. Sio vile mwanamke anatazama. No. Hapana. They're so different. Ni tofauti. And I'm saying, na ninasema, including your own son. Hata mwanao uliyemzaa. It reaches a point now, he is a man. Inafika mahali yeye ni mwanaume. Hamuoni mambo sawa. Hamuoni mambo sawa na yeye. No. Hapana. Let me tell you. Hebu nikuambie. Even physically. Hata kiasili. Physical difference. Tofauti za kiasili. I want to let you know. Wacha nikuambie. Men. Wanaume. Were created. Waliumbwa. But women. Wanaume. Were designed. Wakatengenezwa vizuri. Tulitengenezwa. Wanawake walitengenezwa. Ambia jirani yako kutengenezwa. Ambia jirani yako kutengenezwa. Hebu niangalieni. Niangalie. Unaona mwanamke akinenepa. Mwanamke akiwa mnene. Ananenepa parallel sababa. Ananenepa vyema. Hakuna mahali moja inakuwa kubwa kuliko ile nyingine. No. The way God has created us. Jinsi Mungu ametuumba. Kuja hapa my sister. Simama hapa dadangu. Angalia hawa. Kama chick zinakuwa kubwa. Hii mashavu ikikuwa kubwa. Hakuna chiki moja inaenda juu ya ile nyingine. Moja haiwezi kuwa kubwa kuliko nyingine. No. Hapana. Do you know why? Wajua kwa nini? A man was created. Mwanaume aliumbwa. But a woman. Mwanamke
was designed. Akatengezwa. Can everybody say Watu designed? waseme kutengezwa. We were designed. Sisi tulitengenezwa. I'm serious. Mimi Hebu ninamaanisha. angalia jirani yako uone vile amefanyiwa design. Mwambie, angalia jirani vile ametengenezwa vizuri. And we need to rejoice at that. Yatupasa tufurahie hayo. Wakati mwingine wanaume wananenepa. Wanaume wakati mwingine wakiwa wanene, Unamuona amenenepa. unaona Huku wewe acha kucheka. Utanifanya niketi. Unamuona huku amenenepa ni mnene, lakini unashindwa. unashangaa. Did God make the right adjustment? Mungu alifanya Huku kumenenepa, huku ni kuna kunene. mahali ya kuwekelea kile kimetokea huku. Ile But a woman, lakini mwanamke she was well designed. alitengenezwa I'm vizuri. serious. Na maanisha, Have you ever seen je, umewahi kuona your husband Saturday anasema anatembea anavaa kaptura? mume wako Unafika- Jumamosi amevaa kinyasa anatembea Miguu kutoka miguu kutoka hapa hadi huku kwenda chini, unaiangalia unashindwa. All unashangaa. along I thought the trousers are carrying something. Nilifikiria long Hii imebeba miguu- kitu. Kwani kuna kuwaga na miguu ya aina hii? Miguu imekaa hivi kama kamuti, ingine ikaa kama mwiko. That is let me tell you, a woman was not just created. Mwanamke She was done hakuumbwa tu, what? She was alitengenezwa. done what? Alitengenezwa. Can you say designed? Alitengenezwa. I'm serious. Na maanisha, Hebu niangalie. The next time you find yourself increasing, Ukijipata unaongezeka, don't say you are umekuwa mnono. usiseme umenenepa. Hapana. La, Just say you have adequate sitting allowance. sema una Sitting allowance ya allowance. Adequate sitting allowance. I'm serious. uko I'm na very allowance serious. ya kuketi. Umewahi jua? Je, unajua Wamama wanabeba viti vyao. wamama wamejibebea viti. Hata sturu tuko nazo. Tulu tuko Tukienda mahali hakuna cha kukalia, sisi hatuna shida. Tunatandika leso. Tunaitandika. Tunaanza kuita wamama, tunawaambia kujeni mkalie. tunawaambia njooni mkae, And the women are able to sit na on the wanaweza ground. kukaa kwa sakafu. Ukiita mwanaume, Wewe ita mwanaume, kuja ukalie hapa. kuja ukae hapa. Anakuuliza nikalie wapi? Ah, Hakuupwa. Mwanaume akiketi, mwanaume akiketi lazima miguu ikae hivyo. lazima miguu itakaa hivyo. Lakini sisi Twajibebea viti vyetu. tumejibebea viti. Tunabeba viti vyetu. Tunabeba Tunabeba sturu zetu. Tunatembea nazo. Tunaenda nazo. We are self-contained. sisi tunajitosheleza. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Self Tunajitosheleza. contained. Tunajitosheleza. My sister, Dadangu, usijichukie usijidharau hata ukinenepa. Adequate allowance ya kutosha ya kukaa. allowance. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Kwa sasa nataka kusema mbarikiwe na Bwana. mbarikiwe na Bwana. Mungu amuinue. Mungu awainue. Mrs. Bishop, mke wa askofu, juu lazima nirudi Kirinyaga. lazima nirudi Kirinyaga. I have said this. Nimesema hivi, To continue later. tuendelee baadaye. Continue later. Tuendelee baadaye. Mungu atambariki. Bwana wabariki. Mbarikiwe na Bwana. Mbarikiwe na Bwana. Mungu atatupatia nafasi nyingine. Bwana atupa nafasi nyingine. Kama ameniumba na kunifanya chombo cha kufanya wamama wafurahie. Cha kufanya wamama wafurahie. I am the Lord's servant. Mimi ni mtumishi wa Bwana. Let it be done ifanyike according to
to his will. kulingana na mapenzi yake. Hallelujah. Hallelujah. I'm there for the Lord. Na kwa hivyo Bwana, Sisters, I love you so much. wadada na wapenda sana. Lazima nirudi. Lazima nirudi. But my heart is with you. Lakini moyo wangu una I have nyinyi. loved you people today. Nawapenda leo. I have loved you so much. Nimewapenda sana. But I must go. Lakini lazima niende. Because of time. Kwa sababu ya wakati. Allow me to go. Niruhusu niende. I'll come and tell you more. Nitarudi na kuambia zaidi. May the Lord God bless. Bwana wabariki sana. Hello. Hello. Yesu abariki sana. Bwana wabariki sana. Awainue sana. Awainue sana. Awatendee mema. Awatendee mema. Mbarikiwe na Bwana. Mbarikiwe na Bwana. Uinuliwe na Bwana. Amtosheleze. Na watosheleze. Ambariki. Awabariki. Awe nanyi. Awe nanyi. May God Almighty. May the Lord bless every woman here. Awabariki, abariki kila mwanamke hapa. Inueni mikono. Inua mikono. Inueni mikono. Inua mikono. Wale ambao wana vipawa ambavyo havijatokea. Naomba katika jina la Yesu hivyo vipawa vitokee. Amen. I release the grace of God. Naachilia neema ya Bwana. I release the power of God. Naachilia nguvu za Bwana. The anointing of God. Upako wa Mungu. Kuinuliwa na Bwana. Kuinuliwa na Bwana. Kabarikiwe na Yehova. Barikiwe na Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. We honor you. Twakuheshimu. And thank you, Jesus. Asante Yesu. For this conference. Kwa kongamano hili. It has built our souls. Imejenga nafsi zetu. And our minds. Na nia zetu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. We pray and believe. Naomba tukiamini. Hallelujah. Hallelujah. There's a book she has written. Kuna kitabu ameandika. In case you need all the material. Kama unahitaji mambo yote. 500. Shilingi 500 kila kimoja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But before we release her, lakini kabla tumwachilie, I want you to stretch your hands. Ningependa unyoshe mkono wako. She has emptied herself. Yeye amejitoa kila kitu. From morning. Kutoka asubuhi. Our heart is here with us. Moyo wake unasi hapa. And we want just to speak a word of blessing. Na tunataka kumnenea neno la baraka. Just speak something. Wewe mnenee kitu. Lift your hands towards her. Inua mikono yako kumwelekea. Just speak something. Na unene jambo. Mwambie Bwana kitu. Tell the Lord something. Mwambie Bwana kitu. Tell the Lord something. Mwambie Bwana kitu. She has poured so much. Yeye amemimina sana. She has poured so much. Amemimina sana. She has given us so much. Ametupa sana. She has released without reservation. Ameachilia bila kuhifadhi. Just release a word of blessing. Wewe achilia neno la baraka. In our life in the name of the Maishani Lord. mwake katika jina la Bwana. Speak to the Lord about our sister. Bwana kuhusu dada yetu. And the ministry that is within her. Na huduma ulio ndani yake. Speak to the Lord. Mnenea Bwana. Tell the Lord something. Mwambie Bwana kitu. That even as she leaves, anavyoondoka, the hand of the Lord will be with her. Mkono wa Bwana uende naye. The grace of the Lord will be with her. Neema ya Bwana iende naye. The presence of the Lord will be Uwepo wa with Bwana her. uende naye. That she'll be preserved. Kwamba atahifadhiwa. Not just for ourselves. Sio tu but kwetu. for other generations. Kwa vizazi vingine. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. We say thank you. Wasema asante. We bless you, Most High God. Wakubariki Mungu mkuu. Even for your servant. Hata kwa mtumishi wako. From yesterday. Kuanzia jana. Father, she has poured herself to us. Baba amejimimina kwetu. And Lord, we pray. Na Baba tunaomba. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Holy Spirit of the Father. Roho Mtakatifu wa Baba. Replenish her. Muishe. Replenish her. Muishe. Replenish her. Muishe. Father, water her. Baba munyunyizie maji. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. That she has given. Alivyopeana. Father. Baba. Pour yourself in her. Muminine ndani yake. Pour yourself. Jimimine ndani yake. In her so much. Ndani yake sana. So much. Ndani sana. So much. Sana. The Lord out of our bellies. Kutoka kwa tumbo lake. Shall flow. Kutoke. Rivers of living water. Mita ya maji yaishio. To many King of Glory. Kwa wengi. To many King of Glory. Kwa wengi. To generations. Kwa vizazi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We cover you with the blood of the Lamb of God. Na damu ya Yesu. We speak divine
divine protection. Tunanena ulinzi wa The kiungu. presence of the Holy Ghost. The presence of the Holy Ghost Uwepo wa Roho Mtakatifu to go with you. uende We nawe. say Emmanuel. Unasema Emmanuel. 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 God with us. Enda na Mungu nasi. Let the Lord go with you. Bwana aende nawe. We bless you. Tunakubariki. Even as you go back to your home, Hata unaporudi kwako, we say our sister, tutasema dada yetu, expand. panuka, Expand. panuka, Be blessed. ubarikiwe. And what is within you? Na ile tunakupa, What is within you? kile kiliko ndani yako, Let it go to nations. wacha kiendee mataifa. Let it go to nations. Iendee mataifa. The Lord bless you. Bwana kubariki. Bless your life. Bariki maisha Bless yako. your family. Abariki jamii yako. Bless your ministry. Abariki huduma In the wako. name of the Father, Katika jina la and of Baba, the Son, na la Mwana, and of the Holy na la Ghost. Roho And the Mtakatifu. church will say amen. Kanisa tuseme amina. Amen. 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 Do you give our greetings? Je, mnampa salamu zetu? Amen. Amina. God bless you. Bwana wabariki.